Amani ya Mwenyezi Mungu hiyo pamoja nawe mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu. Ujambo na karibu kuandamana nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 23 mwezi Januari mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhan. Kama kawaida mpendwa msikilizaji, asubuhi leo tunayo mengi ya kuweza kukujuza. Tutakujuza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea huko Kamanyola. Tutakujuza pia kuhusiana na magari mengine takriban 30 kutoka Bukavu yamewasili moja kwa moja kuelekea maeneo ya Kamanyola. Na tutakujuza pia kuhusiana na majibu ya wazalendo waendelea kusisitiza dhamira yao ya kuhusiana na kile ambacho Moise Nyarugabo alikizungumza, na huku wazalendo waendelea kujibu kauli yake na kumwelezea kwamba kile ambacho kinawakuta raia hao wa Rwanda huko Kamanyola ni kitu ambacho wamekitaka wao wenyewe, na hivyo kila mtu anavuna kile ambacho amekipanda. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, kuna hayo na mengine mengi, hivyo nakusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Na bila shaka tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka huko Kanyabayonga, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako taarifa za huzuni zimeripotiwa hiyo jana tarehe 22 Januari mwaka wa 2026. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, kiongozi wa groupmenti aliyeteuliwa na waasi kutoka eneo la Kanyabayonga ameripotiwa kuuawa pamoja na mke wake ambaye naye pia amefariki katika tukio hilo la kustua na lenye majonzi makubwa. Hadi kufikia sasa hakuna taarifa rasmi zinazoweza kufafanua kwa undani zaidi jinsi tukio hilo liliweza kutokea. Mazingira halisi ya vifo hivyo bado havijathibitishwa na haijulikani iwapo lilikuwa shambulio lililopangwa, mapigano au tukio lingine la vurugu. Vilevile hakuna mamlaka za serikali wala mashahidi waliotoa maelezo kamili kuhusu chanzo cha tukio hilo. Tukio hili limezua hofu na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakaaji wa Kanyabayonga, eneo ambalo tayari limekabiliwa na changamoto nyingi za kiusalama kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha. Wakaaji wengi wameendelea kuishi katika hali ya tahadhari, wakihofia kuongezeka kwa ghasia na ukosefu wa usalama. Vyanzo vya ndani vinasema kuwa uchunguzi bado haujaanza rasmi au haujatangazwa hadharani, huku jamii ikisubiri kwa hamu mawasiliano kutoka kwa vyombo vya usalama na uongozi wa serikali kuhusu hatua zitakazochukuliwa na ukweli wa kilichotokea. Tunaendelea kufuatilia taarifa hizi kutoka huko Kanyabayonga, msikilizaji, ili tukuje kuletea yale ambayo tutakuja kuripotiwa mida ya baadaye. Na tukitoka huko Kanyabayonga moja kwa moja jelekezi huko bondeni Ruzizi, maeneo ya Kamanyola, ambako raia wa Rwanda waliokuwepo katika mji wa Uvira na kukimbia kuelekea maeneo ya Kamanyola baada ya wazalendo na jeshi la taifa kuingia katika mji huo waendelea kutangatanga, wanashindwa kujua ni wapi pa kwenda. Lakini wakati raia hao waendelea kuteseka katika maeneo hayo ya Kamanyola baada ya kuweza kukimbia kwa hiari yao kutoka katika mji wa Uvira, kiongozi wa jumuiya ya Wanyarwanda katika eneo la Kivu Kusini, Mheshimiwa Enoke Sebineza, ametoa lawama kali dhidi ya kile alichokiita uhamisho wa kulazimishwa wa wanachama wa jamii yake unaodaiwa kufanywa na muungano wa AFC M23 na RDF. Kwa mujibu wa Bwana Enoke Sebineza, wanachama wa jumuiya ya Banyamulenge wa Wanyarwanda wanadaiwa kuondolewa kwa nguvu kutoka katika mji wa Uvira na kupelekwa katika maeneo ya Kamanyola bila ridhaa yao, na katika mazingira yanayoibua hofu mkubwa juu ya usalama wao na haki za msingi. Akizungumza juu ya hali hiyo, kiongozi huyo wa jumuiya ya Banyarwanda ameeleza kuwa vitendo hivyo ni hatari vya kibaguzi na vinahusisha kuendeshwa kisiasa na kijeshi, ambavyo kwa sasa zinaweka jamii yake katika hatari kubwa, hasa katika hali hii ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Bwana Sebineza amesisitiza kuwa jumuiya ya Rwanda haipaswi kutumiwa
kama chombo cha maslahi ya kijeshi au kisiasa, na kwamba uhamisho wa kulazimishwa wa raia ni kinyume cha haki za kibinadamu na sheria za kimataifa. Huyu hapa kwenye runinga ya televisheni ya taifa akieleza yale yaliyoko moyoni mwake kuhusiana na kile ambacho waasi wa AFC M23 wamelazimisha taifa lake, wamelazimisha watu wake kuweza kukimbia kwa maslahi yao binafsi. Depuis 30 ans, nous dénonçons cette démarche du Rwanda qui se dit venir nous protéger, mais plutôt qui vient pour ses intérêts. Et ses intérêts sont connus, c'est venir et piller les ressources du Congo et surtout nous les Banyamulenge nous faire partir du Congo. Ce qu'ils ont fait à Uvira, c'est un plan qu'on a dénoncé depuis 30 ans, puisqu'ils nous l'avaient même annoncé en 1996, qu'ils veulent nous déporter, nous amener au Rwanda, et nous, on continue à résister jusqu'à aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Uvira, ils sont partis avec une partie de notre communauté, mais il y en a d'autres qui ont refusé de partir. Et le troisième message que nous avons à donner, c'est à toutes les communautés de ne pas céder à ces pressions du Rwanda pour que ces communautés se rentrent dedans et s'entretuent. Le Rwanda a toujours joué sur le conflit. Nous avons certes des conflits, nous avons des problèmes avec les voisins, mais le Rwanda les exploite, vient y verser pratiquement de l'essence, et joue aux pyromanes et aux sapeurs-pompiers. Je crois vous souvenez dans les médias internationaux, Clairon et partout, qui viennent protéger les Banyamulenge, mais justement c'est pour jouer sur certaines personnes facilement qui peuvent céder à cela, croyant que les Banyamulenge sont les portes d'entrée. Justement, à travers ces manipulations, comme vous les décrivez, certains présentent ce retrait comme un geste d'apaisement. Est-ce que vous êtes de cet avis? Nous sommes au courant, c'est une pression diplomatique que le Rwanda a demandé à ses hommes de se retirer. La bonne foi, le Rwanda ne peut pas avoir la bonne foi. Et d'ailleurs, ils ne sont pas loin d'Uvira. Ils sont à Sangue, à Kabunambo, c'est à peu près à 30 km d'Uvira. En principe, ils devaient rentrer au moins là d'où ils sont partis en occupant Uvira, c'est à Kamanyola, Katokota, à 75 km d'Uvira. Mais les informations que nous avons aujourd'hui, ils ont contourné la plaine, ils montent par les Mera pour continuer à occuper les hauts plateaux chez moi. Et donc, le Rwanda, nous savons qu'ils se sont retirés un peu à Uvira, mais les manœuvres, c'est que les pressions doivent continuer pour que le Rwanda, d'abord, les troupes rwandaises, se retirent du Congo. Nous, les Banyamulenge, nous sommes triplement victimes. Le Rwanda nous instrumentalise, il arrive au Congo, il fait des victimes, nous sommes des Congolais, ensemble avec les autres Congolais, nous sommes donc doublement victimes. Voilà, en tant que notable justement d'Uvira, quelle attente pour les populations en matière de sécurité et de paix durable? Oui, on a approché les autorités ici à Kinshasa. En tout cas, vous avez vu même le communiqué du gouvernement. Ils ont mis en place un plan pour la sécurisation d'Uvira, puisque les jours où ils sont partis avec les membres de notre communauté, qu'ils ont obligé de partir avec eux, ça a pris du temps pour que les FARDC entrent, presque une journée. Et justement, comme ils avaient prévu un chaos qui pouvait aboutir au meurtre, c'est vrai, il y a eu des pillages, Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Quel message au Rwanda qui est accusé aujourd'hui de soutenir les rebelles du M23 et ses supplétifs? En tout cas, notre communauté, nous le disons depuis 30 ans. Nous disons au Rwanda de ne pas continuer à instrumentaliser notre communauté, ne pas continuer à exacerber les conflits qui existent. Le Rwanda vient pour détruire la cohésion avec les voisins. Ni vyema kukumbushia kwamba kabla ya waasi wa M23 kuingia katika mji wa Uvira, jamii hiyo ilikuwa inaishi hapo pamoja na jeshi la taifa
pamoja na wazalendo. Lakini baada tu ya waasi kuingia katika mji huo na kuweza kuondoka, jamii hiyo ililazimika wote kuondoka kuelekea na waasi moja kwa moja upande wa Kamanyola, huku taarifa aiza hotuba mbalimbali zikiwa zinaundwa kusemea kwamba wamekimbia mateso na mauaji ambayo yanaweza kutekelezwa dhidi yao. Na moja kati ya kauli ambayo iliweza kuibua maswali mengi ni kauli yake mwanasiasa ambaye anajulikana kwa jina la Moise Nyarugabo, ambaye amesema ya kwamba taifa aiza wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC walikuwa wakilenga kuwatesa raia hao wa Rwanda ambao walikuwa wakipatikana katika mji wa Uvira. Lakini kauli hiyo imekutana na upinzani mkubwa kutoka kwa wazalendo, wakisema kwamba raia hao wamepotoshwa na wanasiasa wa waasi wa AFC M23, moja kati ya jambo ambayo itawaingiza kwenye matatizo bure, huku wazalendo wakionyesha kwamba nia yao si kuwasumbua raia, bali walikuwa wakiishi nao hapo awali pasipo na tatizo, ila uongozi wa AFC M23 umekuja kuingiza chuki na kusababisha raia hao kuanza kutanga na dunia. Kutoka upande wa wazalendo, sikiliza huyu hapa moja kati ya makamanda wa kizalendo akimwelewesha na kujibu kauli yake Moise Nyarugabo, kumuonesha namna ambavyo mambo yalivyokuwa na jinsi ambavyo mambo yalivyo kwa sasa. Nasikia declaration ya Moise Nyarugabo. Moise Nyarugabo, acha kudanganya raia wa Nyarwanda, waambie ukweli wa kile ambacho muko mnakifanya, sababu mnaonekana watu wa shetani na mnatumikia shetani kusumbua raia yenyu. Hamuko mnaambia raia yenyu ukweli. Tulikala na hao wa raia yenyu wa Nyarwanda pale Uvira, tuko tunafanya resistance hapo Kamanyola miezi 10. Hakuna raia wa Mnyarwanda ambaye aligusiwa hapo Uvira. Hakuna mwenye alinyanyasika, hakuna mwenye aliibwa kitu. Alikuwa na lema msoko, anaemea, anafanya kila kitu, anasafiri gisa napenda. Waliingia makanisani, hakuna mtu aliwanyanyasa. Lakini kwa mabaya sasa mlioyafanya, wakati nyinyi M23 mlikia kuvamia Uvira, baulize raia yenyu, nani aliwakimbiza na nani aliwatoa? Kama haikukuwa mabaya ambayo yenye M23 walifanya, Wanyarwanda Watusi walipofika Uvira wakaanza kubaka wadada yetu na wamama zetu na watoto zetu, na wakaanza kupora mali ya umma. Mulipora manguo, mulipora magari, mulipora mamoto, mulipora mabajaji, madepo, eyo musiseme. Hata gudron ya kutengeneza barabara ya Uvira mulipeleka. Sasa hayo mabaya yote njoo ilitumana mnakimbia. Leo mnaanza kusema opinion international iwarudishe. Itawarudisha namna gani? Nini iliwakimbiza na mlikimbia nini? Na wakati wazalendo walikuwepo hapo na nyinyi mlikuwepo hapo, nyinyi wa Nyarwanda, wazalendo hakuwagusa. Mlikimbia nini? Kama haiko mauaji ya vijana ambao mumeua. Tuliaregistre vijana ambao muliua pale 370 jene yenye muliua na 222 jene porte dispari. Mpaka leo wale vijana hawayaonekana. Hiyo haiko mabaya mulifanya? Hamukuua. Nyinyi raia wa Nyarwanda mulikuwa pale kubiema, lakini mulikuwa msongo. Mwa hiyo miezi 10 wazalendo walikuwako pale na FRDC. Nani aliwagusa? Na nani aligusa kitu chenyu? Lakini cha ajabu, wakati M23 ilikuya pale, mwe bote mulionekana kwamba muko nyuma ya M23. Na mwe bote mulishangilia Uvira tombe, Uvira tombe, na mukaanza kusema majina ya wazalendo kwamba Uvira tombe, fulani tombe, fulani tombe. Nyinyi wote ni wanawake, ni watoto, ni wazee, mulifurahia kwamba mnapata nchi. Mnasahabu kwamba Mungu hazihakiwi. Na Mungu akipana huwa hageuki. Sasa leo munaanza kulalamika. Baba bebe mukambi.
musubiri vita iishe, amani ionekane, kisha njoo murudie. Je suivi votre information. Batu yenyu benye bako Ulaya, kadada kamoya kanasema mukirudia Babembe na Bafuliru bataona. Mulisema mulikuwa wazi. Eske munawazia mutarudia tena Uvira? Mufikirie RCD. RCD ilifika mpaka Kisangani, me walipoteza na mpaka leo. Na nyinyi pale mulitoka tu Uvira. Watoto wa Uvira, wazalendo, tumefungua macho, tumejua. Kwa hiyo nimesema mimi kama koordinateur wa wazalendo, hatuna tatizo na raia wa Kinyarwanda, hatuna tatizo na baba wa Mnyarwanda, hatuna tatizo na mama wa Mnyarwanda. Tunadili na ule ambaye anakuja na siasa mbovu kama vile ya Azarias Ruberwa-Manwa, kama vile ya Moise Nyarugabo, kusema munakuja kumiliki na kugandamiza mkongomani mwenye nchi yake. Hapo hatutafurahi na hapo hatutapenda. Hapo lazima kutakuwa changamoto ya kila kujitetea. Ikiwa mnaona mna haki, basi simameni. Na ndio maana muache kulalamika, opinion internationale barudishe kwenyu. Nani alibakimbiza? Mulikimbia nini? Mulikimbia nini? Muende mu makambi. Muende mu makambi, musubirie wakati amani itaonekana, njoo murudie. Tufanye kwanza ratissage ya batu benye muliacha, benye bako napiga masasi hovyo mu Uvira, batu benye bako naua batu mu Uvira, batu benye bako banaiba batu mu Uvira, batu benye bako nabaka ba mama mu Uvira. Mweye M23 Banyarwanda njoo mulibaacha mule ndani. Kwa hiyo hatutaki atakayokuya kutokea eti wazalendo FRDC. No, muikale kwanza huko kimya, muende kwanza kwenye Rwanda, mutulie, mutarudia kukaa. Hakuna mtu mwenye tanyanganya mtu parcela yake. Unasikia? Bitu ambayo mulisema baliiba. Hakuna bitu baliiba. Mwenjo mulienda na munapora, mulitupora magari, mulitupora mabajaji, mulitubeba mamoto, mulipora madepo, mamagaze zote mulipora. Mulikimbiana, hata gudro ya kutengeneza barabara nimesema mumebeba, hata mambuzi. Na wengine walikamatiwa, walikuwa kuiba mangombe ya Bafuliru Banyarwanda. Sasa leo munaanza kulalamika. Olie muambie Moise Nyarugabo ako munini na anabapeleka munini, iko na basumbua, iko na sumbua kominote yenyu ya bashikama Banyarwanda Batusi. Siasa mbovu inasumbua rahia, na sasa munaanza kusumbuka, muko munakufa haya kumwambia huyo Moise Nyarugabo ndio mwenye nabasumbua. Nchi ya Congo c'est une terre promise pour les Congolais et non pour les étrangers. Mweba étranger muko bakaaji bure kukaa kwenye nchi na kutekeleza na kuheshimu katiba ya nchi na kuheshimu mwananchi wa nchi ya Kongo. Muache kulalamika, hatuna probleme na mwei. Kilichowabeba ndicho kitakachowarudisha, asema koordinateur wa wazalendo Samadar Mwami Wembasi. Na tukisalia tu uko jimboni Kivu Kusini, tarafani Walungu, mashariki mwa DRC, ni kwamba kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya ndani, imeripotiwa kuwa Rwanda imeshusha takriban malori 30 yaliyojaa majeshi wa RDF ambao wameonekana katika mji wa Goma kabla ya kuchukua mwelekeo wa kuelekea Bukavu. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa lengo la msafara huo ni kuelekea moja kwa moja maeneo ya Kamanyola katika tarafa la Walungu mkoani Kivu Kusini. Harakati hizi mpya zinaibua maswali na wasiwasi mkubwa, hasa ikizingatiwa kuwa tangu mwezi Disemba hadi sasa kumeripotiwa na taarifa za kuwasili kwa angalau malori zaidi ya 100 ya majeshi wa RDF katika uwanja mbalimbali wa mapambano mashariki mwa DRC. Hata hivyo, hali halisi ya majeshi hao waliowasili hapo awali haijaeleweka wazi na haijulikani imeishia wapi, aidha wameelekea upande gani. Wakaaji na wachambuzi wa masuala ya kiusalama wameuliza wanajeshi hao wameelekezwa wapi,
wako katika maeneo gani kwa sasa na wanatekeleza majukumu gani? Ukosefu wa majibu ya wazi unaendelea kuongeza hofu na sintofahamu miongoni mwa raia. Hadi wakati huu hakujatolewa tamko rasmi kutoka kwa mamlaka za serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wala kutoka upande wa Rwanda ili kuthibitisha au kukanusha taarifa hizi. Aidha, hakuna maelezo ya kina iliyotolewa kuhusu madhumuni kamili ya msafara huo wa kijeshi unaodaiwa kupita Goma kuelekea Bukavu na Kamanyola. Kwa wakahaji wa maeneo yanayohusika, hali inaendelea kuwa ya tahadhari kubwa, huku hofu ya kuongezeka kwa mapigano, kuhama kwa raia na ardhi na hatari za kibinadamu endelea kutawala katika mioyo ya raia. Tunaendelea kufuatilia kwa karibu hali halisi ya usalama na tunaendelea kupatia matokeo yote ambayo yatakuja kujiri, mpendwa msikilizaji, ili upate kufahamu yote ambayo yanaendelea kuripotiwa huko kwenye uwanja wa mapambano mashariki mwa DRC. Uvira. Ujumbe rasmi wa mkoa wa Kivu Kusini tayari umewasili katika mji wa Uvira ukiwa katika ziara maalum ya kutathmini hali ya usalama, uchumi na kibinadamu kufuatia uharibifu uliosababishwa na wapiganaji wa AFC M23 wa RDF kabla ya kuondoka kwao katika mji huo. Kwa mujibu wa agizo la kikazi lililosainiwa na gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki, wajumbe hao wamejumuisha viongozi mbalimbali wa kisiasa, kiutawala, kiufundi na kiusalama. Msafara huo uliongozwa na meya wa muda wa jiji la Uvira, Mheshimiwa Kifara Kapenda Kiki, aliyeteuliwa kuwa kiongozi wa wajumbe hao kumrazi. Katika msafara huo yupo mkurugenzi wa baraza la gavana, wakili Dunia Runinga Daniel, mshauri mmoja wa gavana na wakuu wa huduma za kiufundi za serikali, maafisa wa manispaa ya Uvira pamoja na wawakilishi wa idara ya uhamiaji DGM, idara ya DGDA na mpango wa taifa wa usafi mpakani PNHV. Aidha, waandishi wa habari na wapiga picha wa serikali wa mkoa ya Kivu Kusini nao walikuwa miongoni mwa msafara huo. Kwa mujibu wa waraka rasmi, lengo kuu la ujumbe huu ni kufanya tathmini ya kina ya hali halisi iliyopo kwa sasa eneo hilo, hususan katika masuala ya usalama, hatari za kiuchumi pamoja na madhara ya kibinadamu yaliyowakumba wakahaji wa Uvira kufuatia kipindi cha kuchukuliwa kwa mji huo mikononi mwa waasi wa AFC M23. Ujumbe huu umepangwa kudumu kwa siku 6 kuanzia Alhamisi tarehe 22 Januari mwaka wa 2026 hadi tarehe 28 Januari mwaka wa 2026. Ratiba ya safari ni Bujumbura, Uvira na kurejea masuala yote ya usafiri na vifaa vinavyosainiwa na serikali ya Kongo kupitia mkoa wa Kivu Kusini. Vyanzo vya ndani vinathibitisha kuwa ujumbe huo tayari umeanza kazi rasmi mjini Uvira na umeanza kufanya mikutano ya mahojiano na mamlaka za eneo hilo pamoja na makundi mbalimbali za wananchi walioathirika na hali ya ukosefu wa usalama na uharibifu uliotokea. Ziara hii ilifanyika katika mazingira ya matarajio makubwa kutoka kwa wakahaji wa Uvira ambao wanahitaji kuona hatua za vitendo zichukuliwe ili kukabiliana na uharibifu mkubwa, hali ya umaskini na uhaba wa huduma muhimu katika baadhi ya mitaa ya jiji hilo. Kwa upande wao, mamlaka za mkoa zinaeleza kuwa matokeo ya tathmini hii yatasaidia kuongeza maamuzi ya serikali ya mkoa na pia yatatumika kuomba msaada unaofaa wa kibinadamu na kiuchumi kwa ajili ya wakaaji wa Uvira waliokumbwa na hatari za migogoro.